للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات. بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ila yawmiddin, amma ba'd. Karibuni katika kipindi cha Al-Bayinat. Al-Bayinat ni kipindi ambacho kina tafsiri Qur'ani kwa njia nyepesi ili kumfikia mtazamaji na msikilizaji. Ndugu yangu mtazamaji, biidhnillahi taala, katika mfululizo wa darsa ya tafsiri, leo tutaanza kwenye aya ya 13 min suratul A'raf, na kabla ya kuendelea, sikiliza hichi kisomo, hii tilawa, kisha tuendelee pamoja inshallah. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم، آية 13 من سورة الأعراف. قال الله تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Hii aya 13 bado ni mazungumzo ambayo yanaelezea kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia Iblis, qala fahbit minha, akamwambia ihbit, bimanake fahbit min aljanna, kama wanavyosema wanawachuoni kwamba alikuwa akitolewa ndani ya pepo, na baadhi yao wasema fahbit minha min as-sama, bimaana atoke ndani ya mbingu. Na nadhani kauli mbili hizi hazina tofauti kubwa, kwa sababu pepo yenyewe iko juu. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, yani haifai wewe kuweza kufanya kibri ndani ya pepo. Fakhruj innaka minas saghirin, toka kika wewe ni katika ambao ni madhalimu, wanatolewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya janna. Aya inayofuata, Allah Jalla Jalalu baada ya kumwambia Iblis atoke ndani ya janna na wala asifanye kibri, qala anzirni ila yawmi yub'athun, alisema Iblis baada ya kutolewa kwa sababu ya kiburi chake ambacho alichokionyesha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akazidi kuwa ni mtu mwenye kuonyesha kiburi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumwambia Allah, basi nipe muda, amdhirni akhirni, nipe muda niishi mpaka siku ya mwisho, siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia qala innaka minal mundharin. Kwa hekima yake Allah subhanahu wa ta'ala akamkubalia kwamba wewe hakika yako wewe utakuwa ni katika wale ambao wenye kusubirishwa, wenye kuachwa hai mpaka kiyama. Qala, akasema
fabima ahwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, kwa sababu umenipotosha, umenipoteza, umenifanya katika watu ambao bilaaniwa, basi mimi hakika la aqudanna, nitakaa mbele yao, kwa maana kuwazuia wale ambao wanaotaka kukufuata, wanaotaka kufuata njia sahihi ya Uislamu, njia iliyonyoka, siratakal mustaqim, njia iliyonyoka ambayo ni Uislamu, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, kisha nitawajia wao, kuwashawishi, kuwazuia kutoka mbele, nyuma, kulia, kushoto, sehemu zote. Yani kwa maana kwamba nitafanya kila mbinu kuhakikisha kwamba watapotea, wala tajidu aktharahum shakirin, wala hutakuta wengi wao ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla hatujaendelea, labda tungechukua baadhi ya majambo ambayo yameelezewa katika hizi aya. Hapa tunaona kwamba alipoomba qala rabbi anzirni ila yaumi yub'athun, mpaka siku atakayofufuliwa viumbe. Ina maana inaashiria kwamba majini wanaishi muda mrefu sana kuliko wanadamu, kwamba hiki kipindi hiki kinataka tuambia kwamba Ibilisi mpaka leo bado yuko hai, kwa sababu kaomba muda mpaka siku, nasema baadhi anachosema nafkhatul ula, ile nafkha sasa, maana ni siku ya kiyama tena hii. Sasa kwa hiyo na maana wanaishi muda mrefu sana, na kuna dalili tu moja inazungumzia, sasa kulikuwa na barabara inatengenezwa, nafikiri kati ya Maka au Madina. Sasa kumbe pale palikuwa na jini anaishi katika eneo lile tangu wakati huo. Sasa ilipotengenezwa barabara ilileta tabu sana. Sasa baadaye wakaja mashehe kumnasihi, kwamba anasema mimi nimekaa muda mrefu hapa, nilikuwa na karibu na msikiti wa Mtume hapa, na swali sasa leo unanihamisha mimi niende wapi? Sasa maana tangu wakati huo bado alikuwa hai. Kwa hiyo hii dalili kwamba wanakaa muda mrefu, wanaishi muda mrefu. Hata hawa washirikina wanapopalisha mashetani kwambia huyu ni tangu shetani tangu wababu. Kwa ina maana pia ni dalili kuonyesha kwamba anaishi muda mrefu. Lakini pia katika haya masala hii ya kuishi muda mrefu ipo, isipokuwa yeye Ibilisi ndio ambaye atakuwepo mpaka hiyo nafkhatul ula. Ndio hivyo, kwa faida ya mtazamaji, kwamba Ibilisi kwamba yeye itakuwa hatokufa mpaka likikuzwa parapanda ila kuweza kuangamiza dunia. Lakini hawa kizazi chake ambao katika mashayatain na majini anachukua miaka 800, miaka 1000, wao wapo wanaishi muda mrefu, muda mrefu, lakini mwisho anakufa, mwisho anaondoka. Isipokuwa yeye huyu laini bado yupo, kwa sababu ya Mwenyezi Mungu alimpa ombi lake lile. Kwa hiyo tutakusema kwamba si special kwa kizazi chake chote, ili kwa special kwa yeye tu. Lakini hapa pia tunaona kwamba akaomba jingine kwamba mimi nitawakalia, yani nitawazuia, kwa lugha nyingine ya kimjini nitawafangiza, yani nitawazunguka kila upande ili njia yako iliyonyoka wasifuate. Na hili katika aya nyingine aliomba ruhusa hiyo, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, kwa utukufu wako, yani kwamba kwa heshima yako nitafanya haya, ni unipe kibali cha kufanya haya. Kwa hiyo kwamba shetani anaonekana katika dhibiti mwanadamu pande zote, hana pa kutokea, para kulia kushoto. Siku moja alikuwa anaona atia kachimbari anasema hii kulia kushoto, asema dalili ya msalaba. Anataka kuongeza utamu zaidi kachumbari. Asema dalili ya msalaba kwa sababu msalaba uko hivi huku na huku, kwa hiyo mbele na nyuma na kulia na kushoto, kwa maana katika vitu vinavyopoteza. Yale ilikuwa ni maoni yake, lakini shetani
kanamzunguka mwanadamu, hampi nafasi hata muda mdogo kuhakikisha kwamba hawezi kutoboa kuifuata njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hiyo Sheikh Saidi inaonyesha kwenye zile dalili zilizokuja katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jinsi anavyopanga safu yake kila siku na kuambia kila mmoja aende akafanya kazi ya kumpotosha mwanadamu, na watu wanakwenda na wanarudisha ripoti kwa bwana mkubwa kwamba leo mimi nimefanya kadhaa, nimempotosha huyu kadhaa, nimempotosha huyu. Hakuna kitu ambacho katika zile riwaya ninavyokumbuka, hakuna kitu ambacho wanachofurahi kama kuwatenganisha watu wanaopatana. Na hii ni ishara kwamba jambo la kuwa wamoja ni jambo zito sana, jambo muhimu sana, kiasi kwamba shetani anapiga vita kwenye umoja. Au kwa lugha nyingine hata amani pia inachangia isiwepo. Amani ya nchi isiwepo. Na sehemu kubwa sana anaangalia kwenye usra kwanza. Usra na familia, mke na mume. Unajua inawezekana ghafla tu mke na mume wamebadilika, huwezi kujua. Yaani kitu cha ghafla kimetokea. Asubuhi walikuwa wanaongea lakini mchana haongei. Siku ya pili yake mara taraka, mara kadha. Na si mke na mume tu, hata mzazi na mwanawe. Hii kuonyesha kwamba sheitani katika maeneo ambayo makubwa anayoyalenga ni kwenye watu kuwa pamoja. Kuna kauli Sheikh Afwa, kuna kauli inatajwa kwamba sababu za talaka, wamefanya tafiti wakazikuta zipo kama sababu 8. Sikumbuki zote, lakini katika baadhi ambao wamezitaja, mojawapo ni watu kuoana wakiwa umri wa chini ya miaka 20 na kitu, mume akiwa chini ya miaka 30 manake, na binti hana shida sana, yani yeye mume akiwa chini ya miaka 30. Wamesema ndoa ikiwa chini ya miaka 28 basi ni moja katika inakuwa katika hatarishi. Lakini katika kitu ambacho nimekizungumza vile vile, asema kuna sababu watu wengi hawaijui, na ndio nimeizungumza hiyo ya Ibilisi. Kumbe anaingia kwenye familia, alafu anaweza kufanya kama kinyago fulani hivi, akikutazama na kuona mbaya, unatoa harufu mbaya, au wakati mwingine akakuzuia mpaka nguvu zake za kiume, ili mradi hivyo ushindwe kuendelea kwenye ndoa. Hii nadhani watu wengi sana hawajajua kwamba hii kuna sababu hafi, sababu iliyojificha, ambayo kuna nguvu zinazotumika za Ibilisi kuweza kuwatenganisha watu. Na hilo sasa, inapokuwa katika hali hiyo, watu wanahangaika kutibu jambo lingine wakati lile jambo la asili kulitibu hawajitibu. Na ndio maana tunaambiwa nyumba zetu tuzikinge na shetani, sisi wenyewe tujilinde na shetani, familia yetu tuilinde. Wa inni uidhuka biha wa dhurriyata min ash-shaytani rajim. Kwa hiyo ni kitu ambacho muhimu sana kwa hakika. Sasa labda kwa faida ya watazamaji na wasikilizaji, kama hivyo ndivyo, hatua gani wachukue ili kulinda ndoa zao? Mimi nilikuwa Sheikh, wallahi nukta moja nzuri, mimi napenda hapa tuongelee sana, sababu pana maafa makubwa sana hapa. Kweli. Hii tafiti tukiingia labda tukaenda mapumziko, tutakuja kutoa suluhisho kwamba tufanyeje, sababu hapa amezuia karibu maeneo makuu 4 kwamba thumma la yatiyanna min baini aydihim wa min khalfihim wa aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Ibn Qayyim alipokuja kutaja zile asbabu riwaya ya shetani kwa mwanadamu, kataja njia 7. Mmoja wapo amuingize kwenye shirki, akishindwa labda amuingize kwenye sagharu dhunub, amuingize katika kabaru dhunub, kwenye madhambi makubwa, au muingize kwenye madhambi madogo anafanya mara kwa mara, ili mradi yani mpaka mwisho akishindwa anaanza kukusaliti na watu wajinga wa kuudhi. Kwa hiyo akataja hatua baada ya hatua, amepanga aulawia, yani ameweka vile vipawa mbele kwamba naanza huyu, naanza naye na nini. Tuchukue mapumziko ya kitabu inshallah. Ndugu yangu mtazamaji, wakati ni ukuta, tuchukue mapumziko mafupi kisha tutarudi biidhnillahi taala. Mujaddada uhayikum bitahiyya islamiyya al-khalida. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ni mara yako ya mwanzo unafungua TV yako, kipindi ambacho kipo hewani ni Al-Bayinat, na tulikuwa tunasherehesha aya ya 17 Suratul Araf, na hapa tutazungumzia ulimwengu wa mashaitani
namna gani unapokuwa ni adui mkubwa sana kwa binadamu. Kuna baadhi ya mambo mbalimbali tunayataja na tutafikia mpaka kutaja nini mwanadamu afanye ili aweze kuepukana na udhia. Naam, ilikuwa Sheikh Mzungumzaji, kwa ni wewe Sheikh Said. Sheikh Said. Naam. Kuna nukta alifungua. Nilisema kwa faida ya watazamaji na wasikilizaji wazichukue ili kujikinga na hili. Kama Sheikh alizungumza kwamba anukuu baadhi ya akwali za ulama kwamba ndoa hasa zikiwa za vijana na hasa mwanamume, lakini sisemi ya vijana wanaume tu. Sasa hivi kuna tatizo, hata sasa hivi katika saha wana lugha anasema vitoto vya 2000. Maana yake ni kwamba wao hawaelewi. Yani kuanzia hapo 2000 kurudi nyuma, sasa sijui nadhari yao ni kurudi nyuma au 2000 kuja mbele, kwamba ndio hawaelewi au sijui vipi hapo. Sasa ina maana hapa ni kitu gani kinapelekea hilo? Kama ni shetani, lakini je, kinga yake tufanye nini? Ni njia ya kuitumia ambayo inaweza ikatusaidia kuwafanya hawa watu waweze kujikinga na hizo ndoa. Tunaona zamani watu wa vijana wengi wameoa wadogo, wamisha wadogo na wamisha na watoto wao na wake zao. Yaani katika mimi wewe nichangie kwa mambo mawili matatu katika baadhi ya vitu ambavyo ni vikubwa sana vinavyotukinga sisi au kutupa nguvu na wa viumbe ni dhikrullah. Yaani mpaka Mtume Mwenyezi Mungu amefananisha nyumba inayomtaja Allah na isiyomtaja Allah, mathalul hayy wal mayit. Kwa hiyo jambo la mwanzo ambalo ni kubwa sana ni mtu kujikinga na adhkari za asubuhi, jioni anapotaka. Tena sema kuna adhkari za munasaba. Yaani mathala katika dhikri ambayo inaonekana kwamba yani inaingia kwenye maeneo mengi, bismillah. Kula, kunywa, kutoka, kuvaa, kufanyaje. Yaani mpaka washangaa mtu anaingiaje chooni hapa kasahau dua ya kujikinga. Na kuna yakini hasa kama Mtume amesema ndani ya hiki bafu chooni kuna kiu. Kwa hiyo na khilafu za wanachuoni sasa hivi vyo vyetu hivi kwamba sio vile, kwa sababu uchafu hauko pale. Kama sasa ukaingia hata haina shida, wale viumbe hawamo. Kwa hiyo sehemu kubwa naona ni adhkar, lakini kingine ibada. Mfumo ambao tumepewa maisha vipindi vitano, ile ni kinga mwanadamu. Alfajiri ambayo katika dhimatullah anakuwa katika dhima ya Mwenyezi Mungu, swala alfajiri kwa jamaa. Kwa hiyo baada ya alfajiri kuna adhuhuri. Hivi vipindi kwa wakati kama dozi. Mpaka Mtume akafananisha na ambaye anaoga mara 5 kwa siku. Na anaswali vipindi vitano, hali yabqa min darani shay. Kwa hiyo mfumo wa maisha ambao kama amepangiwa na ule Uislamu alafu akawa anautekeleza ni kinga, adhkari, ibada ya sala. Ashana mambo mengine anaweza kuyafanya. Kwa takriban, lakini kingine pia kutambua uadui huu na zile madakhili zake. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Shetani adui na mfanye ni adui. Kwa hiyo baadhi ya mambo wanayaona ya haraka ambayo inakuwa ni kinga kubwa sana ni kujikinga na adhkari za munasaba na adhkari mutlaq. Adhkari za munasaba yale ambayo kuna tukio fulani tukao ufanye kitu fulani, na zile adhkari za kujipendekeza wewe kwa Allah. Naona alafu kufanya ibada kwa wakati, sababu ile kama ni dozi chapu, na baada hapo ambayo inawezekana ukakifanya itakuwa ni sababu ya Allah kuweza kukinga na matukio mbalimbali. Pia ni kudumu na udhu. Asante. Kitu ambacho muhimu sana. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema udhu ni silaha kwa Muislamu. Udhu silahul mu'min. Silaha ya mu'min ni kuwa na udhu wakati wote. Na wema waliotangulia kwa kweli walikuwa wakiishi na udhu wakati wote. Nasoma sisi hata tulabul ilm, wanafunzi wanatakiwa wanapokuwa wanashika vitabu hata kama sio msahafu, hata kama sio Qur'an, basi wawe na udhu. Lakini kuna moja ya vitu ambavyo muhimu katika hizo adhkari ambazo ndio ndani yake inaingia dua, kwa sababu adhkari ndio dua. Pale mtu anapokutana na mke wake, wanapotafuta riziki ya kupata mtoto, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Ni dua hiyo ambalo kwa kweli watu wengi tunalisahau kabisa. Kifika wakati ule mtu afikirii kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kile kizazi au ile riziki itakayopatikana pale mtoto, basi shetani awe mbali na yeye. Na hii inamaanisha kwamba kwa mujibu wa hii hadithi bado inarudi kwenye maono yetu kwamba
moja ya vishawishi kwamba kumbe shetani anaanza mapema. Sisi tunakuja kushtuka baada, lakini kumbe anaanza tangu msingi. Wakimtuma akasema Mwenyezi Mungu wa janibi shetani ma razaqtana, lakini kama utaturuzuku shetani umzuie kabisa. Kwa hiyo ina maana kuanzia chini. Kwa hiyo tutalaumu watoto wa 2000, lakini kwa sababu nini? Huku chini hawakupata msingi wa kujua kwamba wakati gani amtaji Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nadhani pia tunakosea kwenye malezi. Malezi ya watoto wetu tunakosea. Tunakuja kukumbuka tumeshachelewa. Hata ile na ya bibi wa Isa Imrat Imran, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha, sio waladaha, dhurriya, kizazi na kizazi, kizazi na kizazi, na mkinga huyu na kizazi chake chote na shetani rajim. Kwa hiyo takriban kweli katika sehemu, alafu pia yani acha hivyo, anasema anachuoni kwamba wewe usiposema dua ile anaweza akaja mkashiriki tendo la ndoa pamoja, naye akaingia naye akaingia uwanjani, aina kata fitna. Je, hapa katika baadhi ya asalib, sababu aya imekuja sema thumma la atiyannahum min baini aydihim, asema katika uslubi mkubwa la uzayyina, uslubi wa tazyin, kukupambia. Sababu kuzuia si kama anatumia mabavu, lakini ile tazyini, kukupambia baadhi ya vitu ambavyo inawezekana ni vibaya ukaviona ni vizuri. Na uslubi huu anauweza sana. Alafu huyu kiumbe ana khibra ya muda mrefu, kama inakuwa tutasema ameishi miaka mingi au anaishi miaka mingi, ana kila kopi ya mtu. Yani kama mfano Sheikh Ali au Sheikh wangu Sheikh Said, anajua fulani nimempoteza katika njia fulani, na anafanana kabisa maisha yake na nini na fulani. Kwa hali anakuja kwako, ana khibra, aanze na wewe kitu gani, anajua madhaifu yako ni wapi. Ndio kuna mmoja anazungumzia kuhusu, sema ikiwa aliweza kumtia wasiwasi Nabii Adam akamtoa, ikiwa kakatazwa jambo moja tu na alimtoa. Je, wewe ambaye upo nje ya pepo alafu kuna makatazo mengi, alio ndani ya pepo katolewa na ilikuwa kaambiwa tu wala taqraba hadhihi shay'an mke, wewe uko nje ya pepo na una makatazo mengi, kwa ni rahisi wewe kukuchukua kufika na kwa takriban uslubu wake wa kuweza kufanya. Sema hapa kuna maeneo mawili tunamwachia mwanadamu, malati annahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an imanihim, asema hakusema wa min tahtihim wa min fawqihim. Sasa baadhi ya ulama akasema hicho kwamba ni uslubu tahti, uslubu wa kusujudu, ambao ni eneo linafungua mambo mengi sana, na fawqi maeneo ya dua, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo maeneo haya Allah hakumtamkisha, kama angeyaziba yote ilikuwa ni hatari kwa mwanadamu kuweza kuokoka. Kana kwamba manake asiyekuwa anafanya ibada ya kusujudu wala hakunjui vitanga vyake vya mikono kumwomba Allah, kwa ni kubwa sana, kwa maana muongelea anavyotaka. Alafu yakitazama hapa, yani usulubi yake ni ya hasira. Kila sehemu utakayoisoma Ibilisi katumia muakidatain. Qala fa bima ghawaitani la aqudanna. Umeingia kwenye sehemu ya lugha. Yani kwamba ushasira mimi nitawakalia vyote vile. La uzayyinanna lahum fil ardh. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum. Kuna adhana kwamba ikakaa kiasira kwamba hakikishe, sio kwamba labda anabahatisha kwamba hataki akikufanyia pambia, lakini bado ana uchungu na wewe. Na kikubwa unakuta kwa mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na huruma kwa viumbe, ametuwekea wazi adui yetu ambaye ni shetani, na akaweka wazi kwamba amejipanga kulikweli kwa kutumia mbinu zote, na zile mbinu zimewekwa wazi pia. Lakini pamoja na hayo yote binadamu wastafziz man istata'ta minhum bisawtik wajlib alayhim bi khaylika wa rajlik washarikhum fil amwali wal aulad wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytan illa ghurur. Hakika ni maudhui ya sehemu ya kutafakari sana, ya kuangalia. Lakini katika baadhi ya vitu ambavyo tumesahau kuvitaja, unajua funga nawe inampa tabu sana.
sana. Bali angalia pia huruma za Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu. Asema mimi nitawapoteza, asema wakinitaka msamaha nitawasamehe yote. Wewe sio kafanya hichi kafanya hichi kafanya hichi kafanya, akiomba msamaha na msamehe yote. Lakini la ajabu bado sisi yani tumekuwa ni wazito kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu. Kumtaka Mwenyezi, sababu ndio sehemu ambayo sisi tumebakisha sehemu kubwa. Fanya utakavyofanya, wakiomba msamaha mimi nitawasamehe yote. Na ndio maana unaona katika hilo Sheikh Qahtani, siku ya Arafa siku ngumu sana kwa shetani. Imekuja katika mapokezi, hajapatapo kuonekana shetani mnyonge kama siku ile. Maanake vipi, mimi nafanya kazi kubwa ya kuwapotosha na kuwapoteza, ili hebu angalia leo walivyokuwa wengi wamejikusanya katika viwanja vya Maka kule Mina, Arafa, wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ulimwengu mzima wamefunga. Shetani siku hiyo anakuwa mnyonge sana, ikuonyesha kwamba kwa hakika pamoja na hayo, pamoja na kwamba shetani anafanya kazi kubwa, lakini wale ambao waja wake Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema huwezi kuwapotosha. Na hilo alikiria mwenyewe, illa ibadaka minhum al-khulasin, yani yeye mwenyewe anakisema hawa si hawawezi. Kwa anajua kuna watu wao hawawezi, na hawawezi kwa sababu kudumisha zile dhikri na kuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tajidu aktharahum shakirin, sema hautowakuta wengi ni wenye kukushukuru wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa nini amefanya shukuru peke yake wakati kuna mambo mengi? Kwamba hautowakuta wengi ni wenye kukuabudu, hautowakuta wengi ni wenye kukusifu lakini akafanya takhsisi ya shukrani wakati kwamba kuna mambo mengi sana. Yani wakati nazipitia hizi yani nikaanza kuangalia kwa nini takhsisi hapa, nimepata shida sana yani, mpaka inawezekana kwa tuko pamoja tunaweza kuchangia hapa na pale. Inaonyesha shukrani kitu kimoja kikubwa sana, mpaka kukichagua jambo moja kubwa sana. Angetaja kingine ambacho kiko wazi, labda ibada, tuna mtu wapata wengi wenye kushukuru. Na Sheikh tumboke na dakika chache, hebu tumfaidishe ndugu yetu mtazamaji. Kwa nini kuweka shukrani? Kwa nini takhsisi ya shukrani? Wallahu aalam kwamba shukrani ni kitu kinampendezesha sana yule aliyefanya neema kuliko chochote, na kwamba hata Allah Subhanahu wa Ta'ala akalizungumzia hili nadhani kwenye surati Ibrahim, swala hili la shukrani. Sikumbuki tule aya, lakini kuonyesha kwamba la azidannakum wala in kafartum inna adhabi shadid, kwa maana kwamba ile shukrani ndiyo inayoonyesha kwamba ile neema umeikubali na umemtambua yule aliyekuja neema. Umemtambua, kule kumtambua maana yake kumemfanya wewe afarijike, akuongezee neema. Yani kwa lugha nyingine, kwa mtu labda ulikuwa na tatizo akakusaidia, bwana nakushukuru sana Mwenyezi Mungu bwana akujalie afanye pesa bwana maneno bwana alhamdulillah shekhi, ina maana yeye anajisikia faraja sana. Kwa hiyo ndio maana kaweka shukrani, ndio ambayo wengi atakuwa kafanywa neema lakini ana habari nayo, haithamini haithamini. Naam Shekhari, na mudakhala kwa kweli ukiangalia, ndio maana hata Waswahili au katika maneno ya hekima pia wanasema kwa kweli, katika maneno magumu sana mtu kusema nashukuru. Ni magumu sana ya mtu kusema nashukuru, ingawa hapa kwa taabiri ya Qur'an kwa mafumu pana, neno shukrani maana yake ni kufanya ibada kwa ujumla wake. Imalu ala Dauda shukr, kwa sababu katika kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kutamka maneno na kutenda matendo. Katika kutenda matendo ni kufanya ibada, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya ibada. Hiyo ni jambo kwa hakika ni muhimu sana. Jazakallah khair. Ndugu yangu mtazamaji, tumefikia tamati wa kipindi chetu, na kwa kipindi hiki tunapenda kumshukuru mtazamaji ambaye anatutazama
hivi sasa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie kila la kheri, azidi kufuatilia kipindi hiki. Lakini pia tusisahau wasimamizi wa kipindi hiki, kuanzia wale waliokiwezesha kuwa hewani, wafadhili, tuangalie watunzaji wa kamera na wengineo. Omba Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Na biidhnillahi taala, ndugu yetu mtazamaji, kipindi kitakachofuata tutaendelea kwenye sura hii Al-A'raf aya ya 18 biidhnillahi taala. للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات. بينات بينات، إنه القرآن حيث المعجزات.